Ona venye mkono yangu iko. Ati mimi nimewekwa hii kitu juu ya mtu. Juu tu ya mtu. Na mimi hakuna mtu nimefanya akaumia hapo nje Binai. Mbona mimi wananiumiza? Mbona ukuniambia una record? Nini tutarecord? Lazima Wakenya wajue na wanaume wengi wenye wako na tabia kama yako. Songa huko. Nitawapiga nyinyi. Nitawapiga. Wewe ni nani sasa? Nilikutoa kwa bizi ya makaa. Huyu ni nani bro sasa? Nilikutoa kwa bizi ya makaa. Nikakupeleka majuu after that. Lazima ushout. Lazima ni shout. Lazima kila mtu ajue. Derek huyu ni nani? Nini inaendelea? Wewe ni nani? Wewe ni nani kwanza? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Mimi ni bibi yake, wewe ni nani? Uongo. Mimi ni bibi yake? Hebu ambie Derek mimi ni nani? You know wife. Binai unaenda nayo wapi? Hello guys, what's up my good people? It's your boy Binai. Welcome to the Binai. Watu wangu hapa hatuko sawa kabisa. Wenye mnaona hapa Selina yuko kwa hali mzuri. Imekuwa jana Selina akinipigia simu akiniambia Binai, ningependa tuweze kupatana tena kwa sababu kuna shida ambayo imetokea na wewe ndo mtu uko karibu na mimi niweze kujulisha nione venye unaweza nisaidia. Nilikuwa na wasiwasi na nikakuja nikapigia daktari wakati simu. Baada ya kupigia daktari akasema tuweze kupatana hii location ambayo huwa tunapatana hapa na Selina amefika kwa hapa, lakini tukiangalia ako na bandage ambayo imefungwa. Bado hajanielezea, sijajua, hakunieleza hata jana zaidi. Kaniambia nini ilifanyika, niambia tu ameatakiwa na watu na sikujua kama kwa hii hali. Naona amefika hapa, naona mkono ni kama imefungwa, kumaanisha iko na shida. Ilipata shida. So ndio kitu yenye imetuleta hapa leo. Tunataka tujue nini ilifanyika kwa hii mkono na Selina na tuone tunaweza saidiana namna gani. Ya daktari uko aje? Mimi niko salama na mshukuru Mungu sababu yeye ndio kila kitu. Bila yeye sisi hatuwezi. Na mimi vile ulinielezea na najua nilikuwa nimeona kila kitu na nadhani mnakumbuka mara ya mwisho nikikabidhi huyu msichana hizo vitu. Nilikuwa kuna vitu mbaya niliongea na nilimpatia mimi mwenyewe nikijua na nikasema kwamba yeyote ambaye ataenda kufanya kitu kibaya mimi nimekabidhi huyu msichana hii mali sababu ni yake. Na yule ambaye ako na mipango ingine tofauti awache. Na mimi nikatoa tu onyo, nikadhani kwamba watu wamesikia na nilifanya haki kupea huyu msichana hizi vitu sababu mimi sikubagua ama sikufanya upendeleo. Kweli kabisa. Mimi vitu ambaye ilikuwa huyo kijana huyo anaitwa Derek ndiye nilikabidhi Derek, na vitu ambaye ni za Selina nilikabidhi Selina, na kila mtu nilidhani kila mtu ametoka kama ameridhika. Na nikaeleza tu vizuri kwamba vitu zingine ambaye zinaletwa mimi nitagawa katikati, vitu za huyu zitaenda kwa huyu na vitu za huyu zitabaki kwa huyu. Sasa mimi nashangaa sana huyu msichana akipigwa na kuvumizwa katika hii hali ambaye yako sababu ya mali ambaye ni yake. Kwa nini? Mimi hii kitu imenikasirisha na leo mtanisamee kidogo. Kitu ambaye naenda kufanya ni kitu ambaye itashangaza sana na ambaye itastua ulimwengu sababu mimi unajua mimi huwa naongea napea mtu onyo, lakini nilidhani watu wamesikia sababu niliongea tu kwa utaratibu na nikadhani tumemaliza kwa amani. Nikaambia kila mtu ako sawa, kila mtu ameridhika. Kumbe kuna watu ambao walikuwa wanasononeka moyoni. Na hii kitu imeniumiza sana sababu mimi naona watu wanafanya mchezo na Binai leo kitu ambaye naenda kufanya hata wewe mwenyewe utastuka. Hao watu ambao walihusika na hii kitu sababu mimi nawajua na nimewaona. Na huyo ni Derek na Diana. Daktari Selina nini ilifanyika? Unajua jana hukunielezea vizuri, nikaelewa. Uliniambia tu umeatakiwa na sikujua hata kama umeatakiwa umeumizwa mpaka mkono. Naona huko kuna siji makucha, ulikuwa na gwaruzu ama ni nini? Nini ilifanyika? Wenye nilitoka hapa, si tulitoka jioni ya kitu 5. Mimi nilikuwa by 6 nilikuwa nimefika kwa nyumba. Nikasema juu sikupata time ya kufanya zoezi asubuhi. Nifanye zoezi jioni wakati tulitoka hapa. Hiyo siku tulikuwa hapa mapema. Nikaenda, nikabadilisha nguo zangu, nikaanza mazoezi yangu. Vizuri tu. Nikiwa nakimbia, nikaona kuna watu wako nyuma.
na nikikimbia nikisimama, nikiangalia nyuma naona pia wao wamesimama. Unajua ni kama mtu jua akiwa anafuata sometime. Kuna hiyo sense, una notice kuna hakuko sawa. Walikuwa pia wanakimbia, walikuwa kwa mazoezi. Walikuwa pia wao kwa mazoezi vizuri sana. Mimi nakimbia tena, nasema wacha nikimbie tena nione kama watasimama tena. Nikakimbia, nikaona wamesimama tena. Nikajiambia juu hawa ni vijana wawili, hata wamevaa black na Marvin za black. Nikajiambia hawa ni vijana wanafanya mambo yao, wacha niache kuweka hiyo akili ati kuna mtu anaweza kuwa ananifuata. Hiyo njia huwa kuna watu tofauti wanafanya mazoezi ama ni wewe peke yako? Hiyo watu wengi tunafanyanga zoezi asubuhi. Lakini jioni juu watu ya makazi nini wanakujanga tu wakiwa wameenda kulala kufanya mambo zao. Hiyo time ni mimi nilikuwa tu peke yangu. Nakimbia tena, kitu sasa ilinishtua ni mimi nakimbia tena. Naangalia nyuma tena naona ati juu nimesimama, wamesimama. Nikasema, "Gai, hapa ni kufuata wanafuata." Sasa nikaanza kupata uoga. Unaona? Kwa njia hakuna mtu yeyote wakati hiyo. Saa hiyo hakuna mtu. Kwa estate sometimes kuna tulianga tu napata watu wako kwa nyumba zao. Unaona? Saa hizo hakukuwa na mtu. Nikajiambia hapa niko taabani. Hapa kuna vile kunaendelea. Nikasema hapa nakimbia na sitasimama. Nilikuwa nimesema nitakimbia na sitasimama, hata kama sikimbii ati haraka sana. Nilikuwa nimesema lazima nijue hao watu nini wanataka. Juu nasimama, wanasimama. Mimi nikasema wacha nikimbie. I guess sasa venye waliona mimi sisimami, nilishtukia mtu amekuja amekimbia haraka akakuja mbele yangu. Kuangalia nyuma naona mwingine ako hapa nyuma yangu na kuna mwingine hapa mbele yangu. Mimi nilishtuka, wacha nikwambie, nikajua sasa hapa. Na wauliza, "Hey, what is happening? Mbona unakuja mbele yangu? Why are you doing this? Why are you following me? Because I've noticed that you are following me." Wakaniuliza, "Who is following you?" Sasa kuna wanyuma sasa na yeye anaongea Kiswahili. Sasa wewe unafuatwa na nani? Unaona kama tumekosa watu wa kufuata. Nikamwambia okay ni sawa basi, nikamwambia mwenye ako mbele yangu niondokee nipite. Kwani walinipea hata nafasi ya kupita, mwenye ako nyuma akaniteka. Nikaanguka. Mwenye ako mbele na yeye akaniweka ngumi ya macho. Ninawauliza, what have I done? What is the problem? Mbona mnanipiga bure? Ni nini nimewafanyia? Sasa na huyu ako nyuma, huyu mwenye anaongea Kiswahili sana kaniuliza, "Wewe madam, wewe madam, shida yako kuwa gani? Unakula mali ya kijana mdogo, na hata shamba ulipewa, shida yako kuwa nini?" Na wauliza shamba gani juu sikuwa nadhani ati ni hawa, inaweza kuwa ni hawa akina wenye tuko nao juu mimi ni Diana ama Derek ndio wanafanya hii kitu. Sikuwa nafikiria hivyo sana. Kati kijana mdogo nakulia pesa. Nikawauliza kijana mgani mdogo mwenye namkulia pesa na niko na pesa yangu. Akatoa chuma, akienda kunigonga mimi nikakinga na hii mkono. Ndio sasa ikapigwa. Ndio ikapigwa na akaniambia. Ilipigwa na chuma. Nikachuma hata kadogo but kazito. Alikuwa amekaweka kwa mfuko. Nikakinga na hii mkono. Akaniambia, madam wacha nikwambie, wacha nikuibie siri. Hiyo pesa unashinda ukifuatafuata na mali zako unashinda ukifuatafuata, nisikupate tena. Juu nitakumaliza. Nikapiga nduru sasa. Juu sasa nimeona hao watu wako serious hadi wananipiga na chuma, hadi chuma imenipiga. Mimi nikapiga nduru. Watu wakatokea. Nikaona watu wanatokea, walitimua mbiu. Na nilikupigia Binai kwa sababu nilitajiwa mambo ya shamba na mali yenye nafuatilia. Ndio kitu ulitajiwa wakiwa wanakupiga. Nikajua huyo ni Diana na Derek wake. Nani Selena, nikuulize swali. Derek alikuwa anajua mahali ulikuwa unakaa? Kama bado mna push na Derek, kama bado mko kwa mahusiano na yeye, alikuwa anajua mahali ulikuwa unakaa ama mama yake alikuwa anajua mahali ulikuwa unakaa ama nani? Ama mtu yeyote tu kwa watu wenye nimekuwa nao kesi, kuna mtu alikuwa anajua mahali ulikuwa unakaa? Derek alikuwa anajua. Derek alikuwa anajua.
Derek alikuwa anajua vizuri. Vizuri sana. Derek vitu zangu mingi alikuwa anajua. Na naona ni yeye amefanya hii kitu inifanikie. Huyo ni Derek ama Diana? Kama ni Derek si pia tunamsaidia daktari. Mbona ikuwa hivyo kama ni yeye kweli? Mimi wacha nichukue hii nafasi kwanza kupea huyu msichana pole. Pole sana Selina kwa hii hali ambayo uko ndani. Najua ni uchungu sana na naona uliumizwa vibaya. Na mimi kitu ambaye nashukuru kwamba uko mzima. Unajua kitu cha muhimu ni uhai. Hawakuchukua uhai wako. Hiyo tunashukuru Mungu kwa vile alikulinda. Na hii kitu mimi imeniuma sana. Na hata vile nimefika hapa na nikaona hali ambayo uko ndani. Mimi sasa hii kesi naona nikisukuma sana kitu kibaya kitakuja kutendeka, sababu kama ndio umepata tu vitu kadhaa tu na washa kuumiza namna hii, na hizi vitu zingine yenyewe ambaye imebaki si hata utachomewa kwa nyumba. Na mimi nataka nikomeshe hii mambo leo. Hao watu ambao walihusika kwa hii leo. Huyo ni Derek na Diana wake ni hao tu. Na naomba tu mimi deal pia na wao juu mimi mtu hawezi kuja kuniona venye niko. Kama singekuwa na maid wananifanyia kazi, ningefanyiwa kazi na nani? Huyo ni Derek na Diana. And they will pay, and I will make sure Binai they will pay. Unajua kitu ambaye hata maandiko yenyewe inasema usishuhudie uongo kwa vitu ambaye hujaona na ujue ni mwenyewe muhusika. Sasa usiseme mtu ni fulani. Ndio ni vizuri kushuku, lakini usiseme mtu ambaye unajua hiyo naye ni makosa. Nani mwingine daktari kuongea ukweli? Nani mwingine anaweza tumana nipigwe? Najua mimi ni tofauti sana na wewe, na mimi wakati tu nimefika hapa na wakati tu nimekuona hivi nimeanza kuona kila kitu. Hawa watu ambao walikuvamia walikuwa wawili, mwanaume mmoja mrefu, si ndio? Yes. Na hawa watu walitumwa na walinunuliwa tu kwa pesa kidogo tu. Hao ni vijana wa area, walinunuliwa kwa pesa kidogo tu. Hao ni vijana hao walevi tu ambao wanapewa shilingi 5,500 wanaambia enda fanya kitu fulani. Na hii ugomvi yote imetokana na hiyo vitu ambaye nilikukabidhi. Ndio maana uko katika hii hali. Si hakuna kitu kingine, ni hizo vitu ambaye nilikupea. Kuna mtu ambaye ilimuuma sana na anasema kwa nini wewe upewe hizo vitu. Na vile alisikia hizo vitu nimekabidhi wewe, hapo ndio ugomvi tena, chuki ikaongezeka zaidi. Daktari tu niambie tu ni nani nimjue. Unajua wewe kulingana na hii vile unajua wewe ni mtu wa ule roho nyepesi, na hii hasira zako mimi unajua nimekuona sana. Na ndio maana sitaki nikuambie ni fulani uende ufanye kitu mbaya, ama uamuke hapa uende umtafute upate na vile umeumia hivi tena muanze kupigana upate tena unaumia zaidi, unaona? Na unapata na wewe ndo unashikwa. Unajua sasa tena sheria iko. Nikijua ni nani tutavaa nguo moja, nikijua ni nani tutavaa nguo moja. Kwa maana sijataka nikuelezee ni fulani, nikuambie fulani ndiye alifanya hivi uamuke hapa uende ulete shida. Mimi nataka huyo mtu ambaye alihusika, sababu ni mtu ambaye mimi namuona na mimi najua ni nani, na mimi nataka akuje hapa pia yeye akiri kwa kinywa chake kwamba ni yeye alihusika na hii mambo na ni yeye ndiye alipanga na akatumana. Sababu na daktari, mbona usiniambie tu ni nani tukiwa na Binai tukae tukijua? Najua mimi nataka afike. Nataka tu afike sababu ni mtu tofauti sana na vile nyinyi mnafikiria. Sio kwa watu wenye tulikuwa nao hapo kwa kesi na ni daktari. Ndio maana sitaki niwaelezee ni nani. Mimi nataka tu yule alihusika akuje, sababu sitaki nicheleweshe hii mambo na huyu msichana anaumia. Sababu unajua hata nikisema nimpate hizo mali nyingine irudi, baada ya watu ambao walimpiga baada watarudi tu. Na mimi nataka nikomeshe kwanza, ndio ili hivi vitu zingine akipatiwa atakuwa salama, si ndio?
Mimi ile kitu nataka Pole sana. Unajua sababu tangu tuanze hii kesi sikukuwa nimekuwekea kinga yoyote. La mimi nadhani nilikuwa nimeongea na hao watu nikawapea onyo nikadhani wamesikia, lakini kwa hali ambayo wamefanya hivi hata mimi wamenikasirisha, sababu mimi niligawa hii mali na nilipea kila mtu haki yake, na nikasema mali ambayo imebaki nje kila mtu atapata chake. Hakuna yoyote ambaye atatoka hapa kama amenyanyasika. Si hivyo ndio nilisema? Na sasa vile wamefanya hivi hata hiyo naweza kasirika hata wasipate chochote. Naweza kasirika hata wasipate chochote. Naana pole sana kwa hiyo. So uliniambia watu walikuwa wamejifunika. Kama walikuwa wamejifunika sasa ukuweza kujua ni nani, si ndio? Sikuweza kujua ni nani. Lakini usijali. Mambo itakuwa sawa. Sasa sababu hata nimemaliza kitu ambaye nilikuwa nafanya, na mimi nataka tusubiri hao watu wafike na wenyewe mjione. Na kama vile nilikuwa nimesema, leo nataka nifanye kitu ambaye itashangaza ulimwengu, na kila mtu ambaye ako na nia yoyote na maisha yako ama kukudhulumu ama kufanya kitu ingine tofauti na ile ambaye tunaongea hapa ataogopa, sababu nataka leo itakuwa funzo. Mimi hata roho imechemuka sana Binai. Nataka tu nijue tu ni nani. Watu wafike hapa. Nataka nijue ni nani. Jua hata watu wenye walitumwa walikuwa tu wamevaa hizo Marvin za black. Walikuwa wamejifunika hadi macho. Sikuwaona vizuri. Pole sana Diana, utakuwa sawa. So ulienda hii mkono hospitali wakanini? Ulienda hospitali mkono ndio ikafungwa hivyo? Nilienda hospitali. Nikafungwa. Ilikuwa hata imefura. Lakini nikaambiwa haijavunjika, ni kudislocate. Yes. Sasa hizo nduru zako ndo zilikuokoa? Hiyo ndio tu iliniokoa. Hiyo ndio iliniokoa. Na nashuku sana mi daktari, hata kama hutaki kuniambia mi najua na wajua. Mmoja wa Diana ama Derek. Daktari amesema sio, wacha tungoje tuone nani atakuwa anatuletea hapa. Mtu alihusika na hiyo kitu. Na daktari mimi nilikuwa naomba watu wakomeshe kabisa. Maana nimesema kwa sababu msichana anakuja kuuliwa penye naona, na hata kiwezekana ampe kinga. Tukimaliza hapa hiyo ni kitu ambaye nitafanya na nitamwekea kinga, na yoyote ambaye hata kabla hajatenda akifikiria tu kufanya kitu ambaye itatokea kwake itakuwa tu ni historia. Binadamu jamani. Sasa tungoje. Ona venye mkono yangu iko. Ati mimi nimewekwa hii kitu juu ya mtu. Juu tu ya mtu. Na mimi hakuna mtu nimefanya akaumia hapo nje Binai. Mbona mimi wananiumiza? Okay, sawa. Acha tuone venye kunakuwa.